umekufa mpuzi mkubwa wewe. Si umegoma kutoka kwenye nyumba yangu. Sasa acha nikumalize. Acha nikuue. Nimekuondoa kistaarabu umegoma. Sasa ukakutane na wazazi wako huko kuzimu. Pumbavu wewe, chokola mkubwa wewe. Mama! Wewe, unataka kuniua? Kindege, unataka kuniua mimi? Kwa kosa gani nilokufanyia? Hivi, hakuna makosa nini wewe? Yaani umetaka kabisa kuniua mbele ya watoto wangu, si ndio? Kosa langu kujipumzisha hapa. Hivi una akili wewe? Nakuuliza, una akili wewe? Unataka kuniua? Wewe unajitia mjinga, si ndio? Nakuuliza, una akili wewe? Una akili wewe? Unataka kwa kunimaliza, si ndio? Kumbe nachosikia unataka kuniua ni kweli, si ndio? Sasa sikia, leo nataka nikukanyage mpaka akili kukae sawa. Mshenzi kubwa. Una akili wewe? Nakuuliza, unataka kunifanyia? Una akili wewe? Nakuuliza, una akili wewe? Wewe. Hebu fuata dawa. Wewe malaya, nimekuwa nikikwambia utoke kwenye nyumba yangu, utaki, unang'ang'ana na maisha yangu. Kumbe lengo lako unataka kuleta mwanaume kwenye nyumba yangu, na kweli umeamua kuleta, na umemleta mpaka kwenye chumba ambacho mimi na wewe tunalala. Sasa leo nitakuonyesha mimi ni nani. Hapana mume wangu, mimi sijafanya hivyo, mimi sitaleta mwanaume mume wangu. Kaa kimya. Inabidi wewe nikukatekate nikuchinje ili ujifunze mshenzi wewe, na wengine ambao wana tabia kama ya kwako wajifunze kupitia wewe. Shenzi mmoja. Babe. Yes, babe. Karibu nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Kwa hiyo jisikie amani, jisikie uko nyumbani kabisa. Thank you, babe. What? Kanoni, hivi nimesikia au ndo nauta? Unauliza nini wewe? Yaani una masikio na hausikii, una macho na hauoni? Huyu ni mwanamke wangu. Yaani huyu ndo nyonga mkalia hivi. Kwa hiyo huyu ndo kila kitu kwangu kwa sasa. Kwa hiyo nimemleta nyumbani ili niweze kuishi naye hapa. Kwa sababu kuna majukumu ambayo wewe huwezi kuyafanya, nimemleta msaidizi wangu ambaye atanisaidia kufanya majukumu hayo. Na nakumbuka nilikwambia, sitaki huduma yako yoyote. Sitaki chakula chako, maji, wala chochote kile. Sitaki kutoka kwako. Kwa hiyo, huyu ambaye nimemleta sasa atafanya hayo majukumu. Sawa eh? Unasema nini Kanoni? Mimi ni mke wako na siwezi kuruhusu hili litokee. Alafu wewe ukisubutu kunyanyua mguu wako na ukupeleka mlangoni kwangu, nitahakikisha unaondoka hapa bila meno. Utaondoka hapa una miguu. Toka nyumbani kwangu wewe malaya. Shenzi wewe. Yaani unadiriki kumwita mwanamke wangu malaya? Umetoa wapi ujasiri kumwita hivyo? Wewe, huyu ni mke wangu. Huyu ndo mwanamke ambaye nataka nikae naye niishi naye hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo hupasi kuniuliza chochote na usirudie tena kumwita mwanamke wangu malaya. Kwa kuwa wewe majukumu yamekushinda kufanya na nilikuomba utoke kwenye nyumba yangu ukashindwa kutoka. Sasa utabidi uishi na huyu mwanamke hapa nyumbani. Na huyu ndo mama mwenye nyumba kwa sasa. Utasikiza oda zake, kila kitu ambacho anaweza kukwambia inabidi ufuate. Kwa hiyo nikisikia chochote kinyolilo utaniona. Mimi ni Msukuma, unaelewa vizuri? Kama mimi ni Msukuma na uwezo wa kuoa wanawake hata 4, 5, 6, wote nitakavyotaka. Kikubwa niweze kuwahudumia. Kwa hiyo nimeleta msaidizi ambaye atafanya majukumu ambayo haikushinda wewe kufanya. Ina maana Kanoni unanipiga mke wako kwa ajili ya malaya tu mmoja, si ndio? Mimi ni mke wako ndo Kanoni. Mimi ni mke wako Kanoni, Kanoni anifanyia yote haya. Mimi nimekosa kosa gani ambayo siwezi kusamehewa? Mungu, kwani unanifanyia yote haya? Nimekosea nini kikubwa mimi mpaka kustahili yote haya? Lakini hivyo mwanamke, hivi unajielewa kweli wewe? Kipi usichokisikia? Ashakwambia kwamba hivi hakutaki. Unaweza ukaondoka. Kingine. Yaani
hauna ladha, hauna utamu wowote, na ndio maana hakutaki. Hiyo nafasi nimechukua mimi. Kwa hiyo kaa mbali na huyu mwanaume. Baby, tushafika kwenye kasi la Msukuma. Kwa hiyo hebu ingia ndani. Hapa ndo nyumbani kwako. Sawa? Karibu sana. Wewe mshenzi, ukisubutu tena kufanya chochote kwa ajili ya mwanamke au kamshika wala kumgusa, nitakuumiza. Mungu, lakini usinifanye Mungu. Mungu. Imeenda mimi babako aitaka niue jamani, mimi jana ningekufa mimi. Yaani mtu yote amekazana tu anakupiga mpaka unaanguka. Si unataka kuua hivyo jamani, mtu anataka kukuua. Yaani bani kweli eti mimi babako anaanza kuniua, amenichoka kweli. Yaani nimemzalia. Wewe. Ala, wewe unajua una majaribu wewe. Unajua kama wewe unatumiwa na shetani vizuri kunijaribu. Nisikilize. Nimetaka kukua mimi kwa kosa gani? Yaani wewe na mimi anataka kumua mwenzake nani? Umenikuta nimelala hapa, maskini ya Mungu. Umefika umenifunika, umeninyima hewa kabisa. Yaani lengo lako la dhati inaonekana wewe ulikuwa unataka kuniua. Alafu sasa hivi mimi ndo kama sina nataka mimi nataka kumua mwenzake nani? Alafu ulivyo na roho mbaya wewe, unaniita mimi chokola, kufa chokola. Mimi chokola, nimekukosea nini? Yaani ndani ya nyumba yangu unaniita chokola. Wewe una akili wewe? Au mimi na wewe aliyetaka kumua mwenzake ni nani hapo? Nakuuliza wewe mwenye macho kama unatumbuliwa jipo, nani anataka kumua mwenzake? Niambie nimekosea nini mpaka unataka kuniua? Jamani mimi sielewi ninachoongea, ni mtu anaosha kabisa akupenda amekuchoka eti mimi ni wewe nani? Awe. Unajua kindege wewe una ujinga wa chini chini. Alafu wewe una asili ya uchawi wewe. Wewe una udhambi tu, una unafiki, yani unapojiliza hapo unamfundisha nini mtoto wangu? Yaani unataka nionekane mimi mbaya, wewe ndo mzuri sasa. Kati ya mimi na wewe alitaka kumua wenzake nani? Si bora hata mimi nimekupiga, bahati mbaya umepata maugonjwa yako yenyewe anakusumbuaga huko yakataka kukua. Mimi unoninyima yeye hapa. Haya, nikikuuliza kilichofanya utake kuniua hapa ni kitu gani? Unaweza kuniambia? Niambie kwa nini unataka kuniua? Nimekosea nini mimi? Unataka mwanangu abaki hana baba yani? Ukamtafutie level moja umkabidhi, si ndio? Kona Beni unataka uniue mimi ili umtafutie mama mwingine. Ushaanza kutoka huko nje na unataka uniue humu ndani sasa. Beni basi niue tu nimalizie. Beni mimi niue kabisa, nijue moja huyu mwanaume ameniua, amenipeleka kaburini, niue. Wewe nani? Kuwa na heshima wewe. Kuwa na heshima, tena kuwa na adabu. Sasa nisikilize. Nimekaa hapa nimejikaza, unapiga makelele, unalialia, unatiatia uchuro kwenye nyumba, nimekuvumilia. Nimejaribu kukapa sebuleni at least ni refresh, umeona nafaidika. Yaani napata kitu fulani hapa ambacho wewe hutaki nipate. Sasa iko hivi, mimi natoka. Si umetaka nitoke, mimi natoka sasa. Alafu wewe uendelee kulia, nikitoka kule nakuja kama kivulumla. Nitakuvunja meno. Tunaelewana? Oho, leta tu utani. Basi uniue tu. Sasa unaenda nani kufanya nini? Sasa kama unataka kuniua, niue sasa, nimekaa hapa niue. Imeda sasa niue. Niue sasa, ukaishi na wanawake wako huko nje, niue sasa. Unachelewa nini? Niue. Wewe unavuta bangi wewe. Unafubaa sura hiyo kwa sababu ya roho mbaya, unakuwa mweusi. Unavuta matandu kwa sababu ya roho mbaya. Ukikunja ndita kama umechora si, una akili wewe? Sitaki maigizo. Usinetee filamu mimi. Mimi sio Clamvevo. Usinetee filamu. Sio nielewa vizuri? Nitakuvunja meno. Shauri yako. Mimi natoka, piga kelele nirudi nye nikupe mshahara. Basi uniue tu baba jamani, si uniue kabisa. Mimi sipendi jamani, mada nimeisha mimi. Naishi na adui ndani. Mimi nataka kuuawa jamani, atikisa kampata mbezula.
yake iko vizuri. Jeni, umejua kunifurahisha sana na umejua kufanya kazi yangu vizuri sana. Yule mpuzi umemnyosha, yaani karegea mpaka kalainika, kiasi kwamba hana hata pa kushika. Yaani hapo ndio nakupendeaga. Ndio Sofia, kama unavyonijua mimi, ukinipa kazi huwa sichezei kazi. Najua hunaga shombovu. Sasa nadhani unajua Kindege anatakiwa kufa siku chache zijazo, na ili afe tunatakiwa kuzidi kumpiga kwenye mshono. Tumpige kwenye mshono? Una maana gani Sofia kusema hivyo? Nimekuja na silaha, ni kadogo sana ila kana maajabu makubwa. Silaha gani hiyo? Jeni, haya ni mafuta yasiyokuwa na harufu, na mafuta haya huwa wanapendelea kutumia sana wagonjwa wa pumu. Haya unatakiwa kumpelekea Kindege. Naamini ukimpelekea Kindege atafurahi sana. Lakini pia haya mafuta nimeyachanganya na kitu. Utakapompelekea, atakapoendelea kujipaka, ndipo atakuwa anasogelea kifo chake mwenyewe. Kwa sisi hatutatumia nguvu kubwa, mafuta yatafanya kazi. Sawa? Basi sawa Sofia, hili limekwisha. Mafuta haya tayari yamekwisha fika, kwa sababu chochote ninachomwambia Kindege yeye huwa hapingi. Lakini Sofia, kuna kikwazo bado. Vipi kuhusu yule mtoto? Jeni, kwa nilivyokitazama kile kitoto ni sawa na kalanga tu, yaani unaokota unabugia. Lakini kwa sasa hivi kinachotakiwa kufanyika ni Kindege kufa. Habari ya kuwekeza nguvu kwa kile kitoto mbona ni kirahisi sana. Tunatakiwa kudili na Kindege kwanza. Lakini kama itakupendeza, kitoto kitaleta uzibe, hakikisha unaongea na Kindege anakifukuza. Endapo ataendelea, basi atakuwa amelazimisha sisi kumuua. Wow, Sofia, hiyo ni nzuri sana, nimeipenda. Basi sawa. Basi sawa, nikutakia kila la heri. Sawa. Kiukweli wewe ndo malkia wangu. Kweli baby? Yeah. Baby taratibu sasa, utaniangusha. Tulia. Sawa sasa, twende taratibu. Kama shika kwenye treni bakosha. Sawa mama. Unajua nini? Uwepo wako kwenye maisha yangu kwa sasa ni furaha tele. Kweli? Sure. Tangu umekuja kwenye maisha yangu kiukweli, sasa hivi nina amani kubwa sana kwenye moyo wangu. Amani kubwa kwenye maisha yangu. Unajua, moment kama hizi kwenye maisha yangu sikuwahi kupata kabisa. Hususan kipindi ambacho niko na huyu mwanamke. Kwa hiyo, hichi kipindi napitia kipindi kizuri sana. Nahisi kama ni nyuki basi naishi kwenye maua mazuri sana. Wewe ni mwanamke mzuri ambaye nafurahia sana uwepo wako. Imagine, sasa hivi natoka ndani nikipelekwa bafuni, naenda kukanda kando, naenda kuoshwa. Uwepo wako tu ni kila kitu kwangu. Unajua ni baby? Naam. Mimi nakupenda sana na nitakupa na kila unachokihitaji. Na kingine. Unakumbuka ile show nilokupatia kule ndani? Ile show ile nitakupa zaidi, yani maradufu. Yani nitakupa zaidi ya ile. Yani nitakupa hautaamini kwenye maisha yako. Yani ile ni trailer. Si unanijua tena mimi, mtoto wa Kitanga, akuogesha kwa maji ya mdalasini, karafuu. Kwanza sio kwenye ndoo, ni kwenye beseni na kuogesha na kubeba. Yaani wewe umenibeba mimi, lakini haki ya Mungu ninakubeba wewe. Twende kuoga, afu tukitoka kuoga mimi ndo nakubeba. Alafu kesho hamna tena mambo ya kuogeshana chooni. Ndani. Unamaanisha kwamba inabidi kama vile naogelea. Ndio kwenye jikoni. Sio kama vile, yaani unaogelea. Basi sawa. Kama itakuwa hivyo, mimi niko tayari kwenda kuoga na wewe, nataka kuenjoy pamoja. Ila hebu baby subiri kwanza. Hivi unajua ulikuwa unaoga kweli hapo awali? Mara moja moja. Mara moja moja. Sasa mbona una madoa kibo baby? Una Mungu wangu hadi
Babe, upo sasa hivi wewe hapa. Usianze kufikiria chochote. Inabidi wewe ndo unihudumie mimi. Inabidi ning'ae kwa sababu wewe upo. Nitakufurahisha, nitakuogesha. Yaani chochote kile baby, mimi nipo kwa ajili yako. Okay. Twende kaoge basi. Sawa kipenzi changu. Twende. Okay. Ni bebe. Usijali. Utabeba mwenyewe. Jamani. Ndio mwanaume wako bwana. Ila mimi nadeka. Okay. Kuwa na amani. Spidi ya nini mama? Sinataka kuingia bwana. Subiri. Inabidi nikufungulie uingie kwenye jacuzzi la Msukuma. Hii ni jacuzzi la Msukuma hili. Kwa hiyo subiri. Sawa. Napenda. Okay. Mana unamtekenya. Usimtekenya mana. Nasikia vibaya. Mke wangu, sitaki kuamini kama bado una hasira na mimi. Mimi nishakusamehe kwa kile kilichotokea leo mchana, lakini pia kuna kitu nahitaji tuzungumze kama hutojali. Ongea tu na kusikiliza. Leo nilipata bahati ya kuzungumza na mwalimu mkuu wa Imelda, na nikawa nimepata nafasi ya kushare naye kuhusu ile swala tulilozungumza la sisi kumhamisha shule ili tumtoe boarding tumlete day. Lakini imekuwa ngumu kidogo. Imeshindikana kivipi? Na ugumu wake upo wapi labda? Mwalimu mkuu amekataa, amesema kuwa kwa sasa hivi mwezi unaofuata wana mitihani. Na kama unavyojua hawezi kuruhusu kutoa uhamisho wakati wa mitihani. Kwa hiyo ametuomba kama vipi tusubiri mpaka msimu utakapoisha. Zeni tutakapoanza msimu utakapoisha ndipo atakapotoa ruksa ya sisi kuchagua kumhamisha tena shule. Lakini licha ya yote nimeona hakuna ubaya wowote, kwa sababu kule bado anapata elimu na haina ulazimu wote wewe kuhamia huko haraka haraka. Beni, yaani unasema sio muhimu kwa sasa kivipi yani? Mimi si nahitaji mtoto wangu aje hapa nyumbani, sio muhimu kivipi? Si kama hivyo anapata elimu. Angekuwa amekaa tu tungesema anapoteza. Na hata hivyo nimewaza kwa sababu tuliplani wataenda wote shule moja na mtoto wetu mpya ambaye tumempata. Lakini kwa sababu yeye bado atakuwa kule, itabidi nianze utaratibu tena wa kufanya uwezekano wa yule mtoto kupata shule. Kwa sababu anapozidi kukaa hapa nyumbani, tunakuwa kama hatumsaidii tu kitu chochote. Mtoto gani ambaye unamuongelea hapa? Sina muongelea baby Supu jamani. Kwani hujui kama namuongelea baby Supu jamani? Yaani Beni unanifurahisha sana. Kwa hiyo swala la mtoto wako kuja hapa nyumbani kutokea nyumbani linakuwa gumu. Ila unataka kwanza kuhangaika na mtoto mwingine tu? Kwani usifanikishe kwanza ile swala ninalotaka mimi? Shida yako ni moja tu mke wangu. Wewe upendi kusikiliza. Yaani wewe unapenda kupaniki. Nimeanzia mwanzo nimekueleza kwamba nimezungumza na mwalimu mkuu. Katupa utaratibu wao wa shule. Kwa sisi hatuna mamlaka ya kuipindua shule, yani ya kuibadilishia shule maamuzi yake. Kwa sababu ile ni taasisi. Kama ni taasisi maana yake na sheria zake. Na sisi kama watu ambao tuko kwenye taasisi inabidi tufuate sheria. Kwa hiyo mimi sijakulazimisha wala sijapingisha. Na swala lingine unasema kuhusu mtoto, sio kwamba mtoto tunasema mtoto wetu tunamwacha afu tunaangalia mtoto mwingine. Hatuna mtoto wa mwingine hapa. Sisi tumekubaliana kwamba tunamsupport yule mtoto, basi tunatakiwa kusupport. Hata Mungu mwenyewe anasema watu wana support for love. Sisi tunaelewana? Sawa, tutaona. Tuone nini tena? Beni, kwani umeongea nini hapa? Si tutaona kuhusu huyo mtoto unayetaka kumtafutia shule wewe. Sio naongelea, tunazungumza. Sio, umeelewa? Inabidi tuhakikishe tunampeleka shule. Mtoto anazidi kupoteza muda tu hapa. Kwa nadhani tumeelewana sasa. Kwanza nishachoka. Mimi nahitaji kwenda kulala. Kulala kati tunazungumza mke wangu? Beni, nimechoka. Kama mambo mengine tutazungumzia huko chumbani, nishachoka mimi. Kaenda.
Dada, samahani, naomba kuongea na wewe kama utojali. Una shida gani? Hivi dada, hivi unajua uchungu wa mume kweli? Kwa sababu yule mimi ni mume wangu, na mimi naumia kuona sasa hivi sielewani na mume wangu. Wewe umekuja kwenye maisha yetu kuvuruga kila kitu, yaani kila kitu umekiharibu. Kwa nini lakini dada yangu? Kwa nini usiondoke kwenye maisha yangu ukaniachia mume wangu? Mume wangu nampenda dada. Mbona basi niachie mume wangu dada yangu? Kwa nini usiondoke? Nakuomba dada yangu, ondoka niachie mume wangu, namhitaji mume wangu. Nikuachie mume wako? Yuko wapi mume wako? Mimi nina mume wako hapa. Aya, mchukue. Au yupo mgongoni? Aya, mchukue mume wako. We vipi? Yaani unakosa kazi, unakuja unaanza eti mwache mume wangu, sijui. Sikiliza. Umesema ndoa haina muda mrefu. Tayari shazima. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Ukiona ndoa yako haina muda mrefu alafu ghafla tu ikazima pa, jua kuna kitu ambacho huwezi kumpatia yule mwanaume. Alafu mimi nakuzidi mara hizi. Mara 3. Sasa sikiliza. Kaa mbali na mimi. Usipende kunifuatilia kwa chochote kile. Yule mwanaume nampenda. Ananipenda. Yaani yule ndo kila kitu kwangu. Habanduki. Nampa anachotaka. Yaani kushoto yupo, kulia yupo. Sikiliza wewe. Wewe. Kwanza hatuendani. Jiangalie wewe na mikanga yako, alafu niangalie na mimi. Tunaendana? Hatuendani kwa chochote kile. Alafu wewe kama nani, una mamlaka gani ya kuniambia mimi niachane na yule mwanaume? Halafu wewe una mamlaka gani ya kuniambia niondoke hapa nyumbani? Hapa nyumbani siwezi kuondoka. Labda yeye aniambie mimi niondoke, nitaondoka, lakini sio wewe kikaragosi. Ha? Lakini dadangu, hebu vaa viatu vyangu basi. Jaribu kuvaa viatu vyangu. Ungekuwa mimi sasa ndo wewe ungejisikiaje dadangu? Mimi nakuomba, niko chini ya miguu yako. Niachie mume wangu. Vipi hapa? Nini kinaendelea? Na wewe Farida, umemfanyia mke wangu? Kwa nini analia hapa? Baby, mwanamke kanipiga. Pole baby, pole. Kaniumiza. Na mkono wangu. Pole. Asante baby, lakini ndo hivyo naumia. Hapo pia kaniambia eti mimi naondoka hapa nyumbani, wao nipende na kupenda wewe. Usilie. Baby, naumia. Hivyo mwanamke unataka nini kwenye maisha yangu? Unataka nini kwenye maisha yangu wewe? Nikwambia nini kuhusu kumgusa wala kumbeza mwanamke wangu? Huyu ndo mke wangu mimi. Nishakutambulisha kwako kwamba huyu ni mke wangu na inabidi aishi hapa na sisi. Unampiga? Yaani unapata wapi nguvu za kumpiga? Sakuuliza wewe. Yaani baadaye wewe utoke hapa umwache yeye aendelee kuenjoy, wewe unaanza kuchukua jukumu la kwenda kumpiga. Unampiga wewe kama nani? Mimi ndo mume wake. Kwa ukisubutu tena kuchukua mkono wako na kumshika ama kumgusa tu. Sio kumpiga, kumgusa tu. Wewe. Lakini mume wangu, kwa nini unanifanyia yote haya? Kumbuka mimi ni mkeo. Mimi mkeo wa ndoa mume wangu. Tena tumefunga ndoa kanisani mimi na wewe. Kwa nini leo unanifanyia yote haya? Kwani mimi ndo nastahili yote haya mume wangu? Nishakwambia. Kama unataka amani, ondoka kwenye nyumba yangu, nenda nyumbani kwenu ama katafuta mazingira mengine ya kuishi. Na kama utaendelea kukaa kwenye nyumba yangu, inabidi ufuate sheria zangu. Kama utakushinda sheria zangu, basi chukua vilago vyako, nenda nyumbani kwenu. Kafuate njia zenu za nyumbani kwenu kule. Usimpige mwanamke wangu au kumfanya chochote. Na kama ukithubutu tena kumshika ama kumpiga ama kumfanya chochote kile, nitakuonyesha mimi ni nani. Umeelewa vizuri? Baby. Hey. Naweza nitalekesha kuelewa. Mwanamke gani kichwa ngumu sana. Ni mgumu sana kuelewa. Na sielewi kama atakuwa amenielewa huyo. Lakini usijali. Mimi namudu. Wewe ndo mwanamke ambaye nimekuchagua zidi yake yeye. Kwa sababu wewe ndo unayefaa kuwa mwanamke wangu ambaye unanihudumia mimi kwa kila kitu. Sawa mamangu? Kwa inabidi uwe na amani. Ukiwa hapa nyumbani wewe ndo mama mwenye nyumba. Kwa usijali kuhusu yeye. Usimwaze yeye. Atatolea gere.
Sawa? Yeah. Nakupenda sana. Nakupenda pia baby. Okay, tuingie ndani. Okay. Sema mzito wewe. Ni mzito mama. Kidege. Bebe supu. Bebe supu. Naomba unisikize vizuri Jeni. Najua kilichokuleta humu ndani, lakini kitu ninachokuomba kwa sasa, naomba usimpatie hicho kitu Anti Kindege. Bebe supu. Bebe supu. We mtoto, unasema nini? Ninasema hivi, najua ulichokileta humu ndani. Nimesema hivi, naomba usimpatie Anti Kindege hicho kitu. We mtoto mdogo wewe, mimi sipendi mazoea na watoto wadogo kama wewe, na hili jambo nishawahi kukuambia, lakini naona unaleta mazoea na mimi. Unapita katika njia zangu na kuchekea na kuachaacha. Sasa sikiliza, ukiendelea kuniletea utoto wako, nitachukua fimbo nikuchape vibaya, utaelewa. Nadhani nilichokiongea umekisikia, tena umekisikia kwa makini. Kwa hiyo kazi kwako, kusuka au kunyoa. Bebe supu. 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 Jeni. Habari yako? Nzuri tu. Vipi za hapa? Hapa si tuko salama, tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu kusema kweli. Wewe, usiniambie kwa ndo mafuta yale ambayo yana harufu. Hayana harufu kabisa. Ngoja nifungue kidogo. Hebu subiri kwanza. Kweli hayana harufu humu? Hayana harufu kabisa. Wow. Ndo haya hayana harufu. Yaani hayana harufu hata kidogo. Sasa hapa cha kufanya ndugu yangu, yawe yako, yasiwe yako, leo unayaacha. Yaani unanipatia. Usijali, hata sio ya kwangu. Haya nimekuchukulia, nimekuletea wewe. Wewe Jeni, unasema kweli? Ndiyo. Asante sana ndugu yangu. Kusema kweli, katika ndugu ninayejivunia wewe wa kwanza. Yaani Jeni, unanijali sana. Umeonyesha upendo ambao sijaona kwa ndugu mwingine yoyote. Asante sana. Usijali Kindege. Mimi nakujali sana kila siku. Hata hivyo haya mafuta haya nimekuletea angalizo. Hakikisha unatumia yote, usibakize hata kidogo. Na pia ikiwezekana tumia kuanzia sasa hivi. Hilo nalo la kuniambia basi. Yaani ya muda huu unaanza kuyatumia, maana nikitoka hapa nataka nikaoge. Nikishaoga najipaka mwili mzima. Yaani kifupi tu asante ndugu yangu, umenisaidia sana. Maana huko ndani ukiangalia mafuta yote nilikuwa natumia, kwa sasa hivi nimeacha kutumia maana yana harufu sana. Yaani kwa ulichofanya. Asante sana.